Ni changamoto gani nyingine ambazo uliziona ukasema mimi kama Regina Sylvester Rubara nina nafasi kubwa sana kwa nafasi hii ambayo Mungu amenipa kuishi kwenye ulimwengu, basi miaka hii 5 Pasiansi nina wajibu wa kuibadilisha? Nilipokuwa naitazama Pasiansi, unajua mtu unapoishi unapapenda. Na hakuna sehemu kasema kama napenda Isamilo, napenda Capri Point. Mimi napenda Pasiansi kwa sababu ndipo ninapoishi. Yes, ndio nyumbani. Kwa hiyo nilitamani sana. Ninapotazama Pasiansi, of course nakuta kuna watu ambao niseme ni matajiri. Ndiyo. Wengi. Nilichokuwa nawaza sasa mimi, nawaza kwamba hawa watu pengine wamekosa ushirikishwaji. Kwa sababu kiangalia budget kama budget ya serikali ni kweli ni ndogo, lakini hawa watu ambao ni matajiri na wanaishi hapo nikiwashirikisha, of course Mungu ninamshukuru ni kama amenipa karama ya kushirikisha. Ndiyo. Nikiwashirikisha hawa wanaweza kasaidia tukaifanya Pasiansi kawa ya tofauti. Kwa hiyo nikadhani kwamba walikuwa kuna kitu ambacho wamemisi hapa katikati. Kwa hiyo nikaona nitumie na fursa hiyo, mimi nikiingia nitatoa ile nafasi ya kushirikisha wao mtu mmoja mmoja. Yes, mtu mmoja mmoja, na nafahamu kwamba wakifahamu hilo, kwa sababu wakifanya pakawa pazuri, wao wenyewe wataenjoy maisha. Ndio. Kwa hiyo wataishi maisha mazuri wao katika kata yao. Kwa hiyo kauli mbiu yako ya Pasiansi inajengwa na mimi na wewe inaletwa na hiyo dhana ya moja ya kwamba lazima tuwe na Pasiansi shirikishi ya kumshirikisha kila mmoja awe sehemu ya mchango wa maendeleo ya Pasiansi. Haswa mtangazaji, yani hilo ndio lengo langu kubwa sana. Kwa maana kwamba naamini nitakapokwenda kuwashirikisha watu wataelewa kile ambacho nia na lengo langu ambao ni kutoka ndani ya moyo. Kwa sababu ni kweli watu wana pesa, lakini una pesa halafu gari yako inapita eneo baya, hakuna barabara. Lakini una pesa, pengine nikikueleza kwamba labda tutoe pesa ili tuweze kurekebisha mitaro hii, tutoe pesa ili tuweze kurekebisha hapa, watatoa. Mimi ninaamini, imani hiyo ninayo kabisa. Yes. Beth, unaanza kuiona Pasiansi? Pasiansi mpya inajengwa na mimi na wewe. Ndio kauli mbiu. Lakini nikatamani kujua vipi nishati, kwa sababu sisi wa Bwiru Ziwani kuna mchakato ulikuwa unaendelea kwa kuleta umeme mkubwa. Lakini kuna ndugu yangu kanikumbusha kutoka Bujuta, akatuambia vipi mheshimiwa mgombea, swala la nishati umeliwekaje, umelipaje kipaumbele? Swala la nishati ni kweli kama ambavyo niliwaambia niliwahi kufanya katika ofisi ya mbunge, hilo nalo lilikuwa ni tatizo, lakini tunaendelea kulifanyia kazi na Mungu akinisaidia ninaamini hii jambo litawezekana, kwa sababu ukiangalia hasa kwa mfano huku Bwiru Elimu. Bwiru Elimu kule wana tatizo sana la nishati. Na yes, umeme, nishati ya umeme. Na hawajapata, kuna eneo kubwa sana ambalo hawajapata. Lakini shida kubwa ilikuwa ni kwamba wao walikuwa wanasimamiwa na hizi nani zinakanda. Wanakanda. Sasa wao walikuwa wanasimamiwa na kanda ya Igogo. Igogo wao nani wa TANESCO Igogo. Lakini wakati tuko kazini, wakati huo mheshimiwa mbunge anafanya, tulifanya mchakato na kuwasiliana na hao watu wa TANESCO, na wakasema sasa wanahamisha ili hawa watu wa huku Pasiansi wahudumiwe Ilemela. Yes, katika ofisi za kanda Ilemela. Kwa hiyo hilo lipo katika mchakato. Mimi ninaamini hii iko katika mchakato. Iko katika mchakato na itafanywa kazi. Unajua Birejina, naanza kupata sasa ile furaha moyoni binafsi kama tu mtangazaji. Naona jina geni kwenye nafasi ya udiwani, lakini kiutendaji siuoni ugeni kwako. Kwa hiyo Pasiansi yetu tunaona sasa kidogo inaanza kuingia kwenye mikono salama. Kwamba kama chocho zote Betha tunamtiania ambaye anajua sekta ya nishati, anajua palikwama wapi, ataendeleza wapi na ataanzia wapi. Kwenye barabara tulikwama wapi, tunaanzia wapi na tunaendelea wapi. Na vile vile kwenye afya. Kwenye afya tulikwama wapi, tunaanzia wapi na tunaendeleza wapi. Sasa hivi ukiingia kwenye majukwaa, kila mmoja ana siku zake, ingesema ndani ya siku 100 nitafanya hivi. Kwa uzoefu huo ulionao, kama wananchi watakupa ridhaa ndani ya kata yetu hii ya Pasiansi, umejiwekea muda gani wa tayari wananchi wataanza kuyaona mabadiliko haya ambayo unayasema sasa, na pengine pia utayasema kwenye majukwaa, kwenye kampeni ambazo zinaendelea sasa hivi huko?
Asante mtangazaji. Ninaomba nisiwe mtoaji wa ahadi kwamba ni muda gani. Lakini ninachoamini ni kwamba haya mambo yatakwenda kutekelezeka. Tunajua wakati mwingine budget kama budget ya serikali inakuwa ni ndogo. Ndio maana ninaamini sana katika ushirikishwaji. Kila jambo ukifanya kwa ushirikishwaji litakuwa sawa. Kwa hiyo siwezi kutamka kwamba kwa muda gani. Maana ninaogopa nisiwadanganye wanapasiasi. Najua ulituambia baada ya miaka 2 umeme utakuwa tayari, maji yatakuwa tayari, sijui zahanati zitakuwa tayari. Hapana, maendeleo ni mchakato. Kwa hiyo nitoshe kuambia kwamba haya mambo yatakwenda kutekelezeka kwa kushirikiana na wao wananchi wa kata ya Pasiansi. Kweli wewe ni mpenzi wa Mungu. Maana maandiko yanasema msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Bana, tuko na mtiania kwa ngazi ya udiwani kwenye kata hii ya Pasiansi kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, ndugu yetu Regina Rubara ambaye tuko naye kwenye mvumo wetu asubuhi. Hapa tunavuma kwa pamoja. Niko na Betha Lucas Ntandu. Endelea kuwa nasi, tuko na wewe sako kwa bako mpaka 3 kamili za asubuhi, na huu ndio mvumo wetu asubuhi. Changamoto na ni jambo ambalo linafahamika sana. Unajua kwa habari ya miundombinu ya maji, kweli miundombinu ni kwamba imechakaa. Ni ya muda mrefu sana. Ni takriban miaka mingi sana, of course kama 60-70 tangu imewekwa. Na wakati inawekwa hiyo miundombinu, watu kwanza walikuwa ni wachache. Kwa sasa hivi watu wameongezeka sana, wamekuwa wengi, na miundombinu hiyo ya maji haitoshelezi, imezidiwa na pia imechakaa. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba serikali yetu imejitahidi sana na inaendelea kufanya bidii sana kwa habari ya kusaidia watu waweze kupata maji safi na salama. Kwa hiyo ndio maana kuna bwawa kubwa ambalo linajengwa kule Capri Point. Capri Point kuna bwawa, lakini pia kuna jengwa bwawa kubwa kule Butimba. Na lile bwawa limekwisha kukamilika. Ila sasa hivi wanaendelea kutandaza ile mipira, kwa maana kwamba ya kusaidia wananchi waweze kupata miundombinu ambayo ni mipya, ili isilete tena changamoto kwa maana ya katika ili watu wasiweze kupata maji. Kwa hiyo pamoja na kuwa unaishi karibu na ziwa, kitazama pale unaliona ziwa na maji yanakatika, lakini mimi niwatie moyo. Kadri tunavyoendelea, ili shida ya maji itakuja kuisha kabisa. Na watu wengi wa Mwanza wamekuwa kilalamika kwamba kwa nini sisi tuko Mwanza na tuko ziwani lakini tuna tatizo hili. Tatizo hili linafahamika kabisa kiserikali na kitaifa, na tayari wamekisha kulifanyia mchakato. Ninaamini muda si mrefu tatizo hili linakwenda kuisha kabisa, na watu wa Mwanza mtanufaika na maji yaliyopo katika ziwa Victoria, na ninaamini mtafurahi. Asante ndugu mtangazaji. Neno langu kubwa sana la kuambia wananchi na hasa watu wa Pasiansi, ninawaomba sana waendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ni chama ambacho kimeleta amani katika taifa letu, na ni chama ambacho kimeshika dola katika kipindi chote tangu wakati wa uhuru. Ni chama ambacho kimejinasibu kwamba chenyewe kinaweza kuleta maendeleo, na kama tunavyofahamu taifa letu tunajua limetoka wapi na mpaka sasa limefika wapi. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kina uwezo wa kuleta maendeleo katika taifa na hata katika kata yetu ya Pasiansi. Kwa hiyo mimi niwaombe sana wana Pasiansi, siku ya tarehe 29 wasisite, waondoke wao wote kwa pamoja na umoja wao, waende kukipigia kura Chama cha Mapinduzi ambacho ni CCM. Kuanzia ngazi ya taifa tunaye pale mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia kwa mbunge sisi watu wa Ilemela tunaye ndugu yetu Kafiti, na kwa kata ya Pasiansi nipo mimi ninayeitwa Regina Rubara. Watu wengi wamezoea kuniita Pakome, na tunafahamu kazi ya Pakome, kazi aliyoifanya hata jana. Najua wale wengine wanaweza kusimulia. Kwa hiyo Pakome anafanya kazi. Tunatamba naye tunaye sana. Kwa nini wanakuita Pakome? Kwa sababu ya kazi nadhani, kazi ninazozifanya na jinsi ambavyo nimewaahidi. Na kwa sababu nina hofu ya Mungu, ninaamini ahadi zangu zitakuwa ni za kweli. Kwa kwenye majukumu na nyumburika kama Pakome. Ni kweli kabisa mtangazaji. Ndio, tunaelekea uchaguzi mkuu. Neno lako kama kiongozi mtarajiwa
Lakini kundi hili la vijana, kundi kubwa la vijana kwenye swala la uchaguzi, wao tayari ni kama kwa namna fulani wanarudi nyuma. Neno lako, kwa nini tukachague? Mimi ninaomba niwatie moyo vijana wasirudi nyuma na wasikate tamaa, kwa sababu ukiangalia wao ndio wana future ndefu zaidi kuliko hata wale tunaoita ni watu wazima. Kwa hiyo wao wasikate tamaa. Cha msingi waende kupiga kura, kwa sababu kura ni haki ya kila Mtanzania. Kwa hiyo wasirudi nyuma, waende kupiga kura, kuchagua kiongozi ambaye wanaona kwamba atawafaa katika kuongoza. Maana watakapoacha kupiga kura, ina maana hawatakosa ile haki na wataongozwa na mtu asiyemtaka. Kwa hiyo lazima waende wakapige kura ili kupata kiongozi ambaye wanaona kwamba yeye atawasaidia. Lakini nawaambia kwa nini wasikate tamaa, kwa sababu wanakata tamaa kwa sababu kwamba wanaona pengine ninaweza kuchagua alafu sina ninachofaidika nacho. Kwa hiyo waende kupiga kura, alafu baada ya kupiga kura warudi sasa wakae. Maana unajua, kwa mfano mama Samia kipindi kile cha mwaka 2000 alipochukua uongozi, kuna mikopo ambayo alitoa ya serikali. Unaita mikopo ya mama Samia. Sasa hiyo mikopo ya mama Samia ni kwa ajili pia ya vijana na wanawake na watu wenye makundi maalum au walemavu. Lakini vijana wengi unakuta hawafahamu hiyo michakato. Ndio maana mimi nimesema nitakwenda kufanya kazi yangu kwa kushirikiana. Kwa maana kwamba nitaitisha mikutano mara nyingi na nitaongea na hata hao vijana ili wafahamu. Maana hizi ni kwamba hawafahamu, ndio maana wanakuta wanakata tamaa. Lakini kama wakifahamu, tutawaelekeza ni namna gani ya kuweza kufanya ili waweze kupata mikopo ya kuweza kuwasaidia kuweza kuinua uchumi wao kama vijana. Utasimamia vipi masuala ya ulinzi na usalama, lakini pia upatikanaji ama usomewaji wa mapato na matumizi pengine kwa ngazi ya chini ya mitaa? Kwa namna hiyo nina uwezo wa kusimama pamoja na wenye viti wa mtaa ambao pia ni walinzi wa mitaa yao. Lakini pia mimi pale nakuta kama mlinzi kwenye kata. Kwa hiyo tutatoa ushirikiano, kwa maana kwamba kuwaeleza wananchi washirikiane na wenye viti wao wa mtaa. Maana wao wenye viti wa mtaa ndio wanaofahamu zaidi watu katika mtaa wao. Kwa hiyo wao nitawashauri washirikiane sana na wenye viti wa mtaa yao ili kuweza kupata ushirikishaji mzuri. Ninaamini kwa kufanya hivyo, pasiasi yetu itakwenda kuwa njema na itakwenda kuwa na amani kabisa.